Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia Simba Sport Club. Mnyama kabisa ni kuhusiana na kile ambacho klabu ya Simba kwa sasa inakifukuzia, ni kuhusiana na usajili ambao wanataka kuweza kuufanya ndani ya kikosi chao. Unaambiwa klabu ya Simba Sport Club kwa sasa imekuwa katika majadiliano mazito kabisa na moja kati ya wachezaji kuhusu kuweza kusajiliwa, na taarifa ambayo imetolewa kwa siku ya leo ikielezwa kwamba tayari kila kitu kimeweza kumalizika. Ni nani huyo utakwenda kujua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, hapa nazungumzia Star Media, hajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, kisha ukabonyeza alama ya kengele. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya Simba. Klabu ya Simba Sport Club ambayo kwa sasa ndio wawakilishi pekee katika michuano ya kimataifa, na zungumzia kombe la shirikisho barani Afrika, lakini pia unafahamu ya kwamba klabu ya Simba bado inaelekea kuweza kufukuzia hapa nazungumzia taji la ligi kuu ya soka Tanzania bara na kombe la FA. Bado wapo shughuli, utakwenda kuzingatia namna gani ambavyo klabu ya Simba inaendelea kuweza kuyafukuzia hayo makombe kwa msimu huu. Sasa sambamba na hayo, klabu ya Simba ipo katika mchakato wa kuweza kuendelea kusaka vipaji vipya kwenye kikosi chao ili kuja kuongeza nguvu katika maeneo baadhi ambayo kocha mkuu wa klabu hiyo Fadlu Davis ameona ya kwamba pengine hayo maeneo yana mapungufu, hivyo basi kufanya vile kutamuongezea nafasi ya kuwa na machaguo mengi ya kuweza kuchagua ni wapi mtu sahihi wa kuweza kukaa na nani ambaye stahili anaweza kuondoka kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Unafahamu ya kwamba klabu ya Simba mwanzoni mwa msimu huu ilifanya usajili mkubwa wa nyota baadhi ambao walijiunga na kikosi cha klabu ya Simba. Sasa klabu ya Simba imekuwa katika mchakato wa kutafuta mfungaji mwingine hatari, tishio, na unafahamu ya kwamba katika eneo la ufungaji klabu ya Simba limekuwa na changamoto. Kumekuwepo na masweka wawili hapa, nazungumzia Lionel Ateba pamoja na Mukwala miongoni mwa masweka ambao wanapatikana kwenye kikosi cha klabu ya Simba, na wamekuwa wakifanya vizuri japokuwa si katika ule mlengo ambao klabu ya Simba inautizamia. Sasa unaambiwa klabu ya Simba imeona kabisa kwamba kuna haja kuweza kuongeza nyota mwingine mpya sambamba na wale ambao walikuwepo, huku wao mmoja wao anatajwa kuondoka. Kati ya Lionel Ateba au Dese Mukwala, mmoja anaweza kupisha nafasi ya huyu mshambuliaji mpya. Ni nani huyu ambaye anatua kwenye kikosi cha klabu ya Simba? Hapa anazungumzia si mwingine bali ni nyota kutoka katika klabu ya hapa anazungumzia Singida Black Stars, ambaye kwa sasa anakipiga hapo, ambapo alikuwa ni mchezaji wa zamani wa klabu ya Medeama. Fahamu ya kwamba huyu mchezaji aliwahi kujaga hapa akicheza dhidi ya klabu ya soka ya Young Africans katika kombe lile la shirikisho, ambapo Simba unaambiwa wameingia katika mazungumzo ya serious kabisa na klabu ya Singida Black Stars ili kuweza kupata saini ya mshambuliaji Jonathan Sowai, miongoni mwa washambuliaji ambao wana idadi sawa ya magoli ambayo na mechi ambazo alizoweza kuzicheza. Amecheza takriban mechi 8 na mpaka sasa na magoli 8, huku akifukuzia kiatu cha ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kuna watu ambao wameweza kucheza hapa takriban nusu msimu na wanaelekea kukamilisha msimu, lakini hawana magoli kama haya ambayo yuko nayo Jonathan Sowai, ambaye anatoka kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Jonathan Sowai mwenye umri wa miaka 24, tayari inaelezwa kwamba Simba Sport Club ilipeleka zaidi ya ofa ya shilingi milioni 400 ili kuweza kupata saini ya nyota huyo kwenye kikosi chao, ambapo klabu ya Simba inaelezwa imefanikiwa kuweza kupata
saini ya mchezaji huyo. Sambamba na hayo, klabu ya Simba ilielezwa kwamba wenyewe walipokuwa wakiweza kuhitaji kupata saini ya nyota huyo, hatimaye wameweza kufanikisha kupatikana kwa mchezaji huyo, na inavyoelezwa kwamba anatua mwishoni mwa msimu huu. Nafahamu ya kwamba bado dirisha la usajili halijafunguliwa, lakini klabu ya Simba imekuwa ikiendelea kufanya usajili wake wa chini kwa chini, ili msimu utakapomalizika katika kipindi cha usajili, basi wataweza kumtambulisha moja kwa moja Jonathan Soai kwenye kikosi chao. Kwa hiyo hii ndio taarifa ambayo mimi nimekusogezea kwa wakati huu. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na taarifa hii, kuhusiana na Jonathan Soai, nyota mpya ambaye anatua kwenye kikosi cha klabu ya Simba.